Niko na furaha ya Bwana leo kukuletea mtumishi wa Mungu Pastor Parody yako mahali hapa, anakuletea neno la Bwana, na najua Mungu atakubariki na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Karibu basi sana mchungaji. Karibu sana. Amen, amen. Bwana atukuzwe. Nashukuru sana kwa mchungaji kwa ajili ya kunipa hii nafasi ya kuhudumia watu wa Mungu kupitia mtandao. Najua kwamba si jambo la kawaida kwa mtu kuwa amebalikika, kwa mtu kuwa amepata kibali mbele ya mchungaji ya kwamba akapata nafasi ya kuhudumia watu wa Mungu. Tunashukuru tu sana kwa mchungaji wangu. Nashukuru kwa ajili yako ambao unayetuangalia kupitia mtandao. Maana Jehova amekuandaa kwa ajili wakati huu ili ukatuangalie na ukaweza kuinuliwa kiroho mahali ambapo umeshushika kiroho. Na kuombea siku ya leo ya kwamba unapozidi kutuangalia, unapozidi kujiandaa kuingia katika mtandao, ukaweza kununua bando zako za kutosha ili ukaweza kuingia katika huduma na utahudumiwa, unaweza kukombolewa mahali ambapo umefungwa kupitia neno la siku ya leo. Najua kwamba kuna watu ambao wananiangalia kukua mbali, wote nawakaribisha siku ya leo. Kanisa letu liko upande wa Embu, na tunakaribisha sana katika hili kanisa letu wakati utakapofika. Na kwa majina naitwa mchungaji Paul. Nimeokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na hubiri nikiwa nimeokoka na Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wacha tukapate ujumbe wetu wa siku ya leo. Ni ujumbe ambao Jehova amenipa kwa ajili yako. Amenipa kwa ajili ya mtu ambaye yuko chini. Amenipa kwa ajili ya mtu ambaye mfungwa mahali na ambaye lazima akafunguliwe, maana kuna Mungu ambaye anafungua. Haijalishi uko katika hali gani siku ya leo, haijalishi hali imekuwa katika kiwango kipi, lakini hata unapoachiliwa, inaachiliwa kwa sababu Jehova anakusudia juu ya maisha yako. Bwana atukuzwe. Nimekuja kukuambia ya kwamba haijalishi ya kwamba kama kanisa yamefungwa, huu ni wakati ambapo Jehova anafanya jambo, huu ni wakati ambapo Jehova anafanya lishafu katika huduma yake. Anakuja kuinua hali ambayo tumekuwa chini na kuleta mahali ambapo hautakuja kuamini. Mpendwa, huenda uko chini siku ya leo, lakini wacha nikwambie Jehova ana makusudio makubwa juu ya maisha yako. Huenda umekuwa chini siku ya leo, lakini wacha nikwambie huu ni wakati wa kuinuka, maana kuna jambo ambalo Jehova ameliandaa kwa ajili yako. Bwana atukuzwe. Neno letu la siku ya leo ni kwenye kitabu cha Mwanzo 19. Mwanzo 19 kuanzia mstari wake ni wa 4. Na tutasoma kwa uwezo wa Roho wa Jehova. Lakini kabla ya kulala usiku, wanaume wote wa mji wa Sodoma, vijana kwa wazee, bila kubaki hata mmoja, wakazingira nyumba ya Lutu. Wakamwita Lutu na kumuuliza, wako wapi wanaume waliokuja kwako? Watoe nje, tunataka kulala nao. Lutu akatoka nje, akafunga mlango nyuma yake, akawaambia, ndugu zangu na wasihi, msitende uovu huo. Tazama, ninao binti wawili na bado hajalala na mwanamume. Mniruhusu niwape hao wasichana, muwatende kama mpendavyo, lakini msiwatende lolote wanaume hawa, kwa sababu ni wageni wangu. Lakini wao wakasema, tupishe, wewe ulikuja ukiwa mgeni na sasa wajifanya hakimu. Basi tutakutenda mabaya zaidi ya hao wageni wako. Hata wakamsukuma Lutu nyuma hata karibu wavunje mlango wake, lakini wale wageni wakanyosha mikono yao, wakamvuta Lutu ndani ya nyumba na kufunga mlango. Kisha wakawapiga kwa kuwapofusha macho wanaume wote waliokuwepo mlangoni, wakubwa kwa wadogo, hata wakadhabika kutafuta ule mlango wasiupate. Bwana atukuzwe. Ilikuwa ni wakati ambapo Jehova alikuwa ameamua ya kwamba Sodoma na Gomora walikuwa wameasi katika nyakati hizo. Maana ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umeingia katika ni wavu ambao ulikuwa ni wavu mkubwa zaidi nyakati hizo pia na nyakati hizi. Maana walikuwa wameingia katika usagaji na wakaingia katika ushoga. Yaani ilikuwa ni mji ambao haukuwa ni furaha kwake Jehova. Na ikafika wakati ambapo Jehova alishuka ili akaangalie uovu wa wana Sodoma na Gomora. Maana uovu wa taifa hilo ulikuwa umefikia hadi kwake juu mbinguni, na kaamua ya kwamba ni wakati ambapo nitakaposhuka ili kaangalia uovu ambao umenifikia. Maana dhambi zetu kama wanadamu inafika kwake Jehova, na nasikia na naamua kwamba lazima akashuke. Na wakati alipokuwa ameamua kushuka, ikafika akatuma watu wake ambao ni malaika wake, wakaangalia huo mji wa Sodoma na Gomora, ikana kwamba kuna mtu ambaye alifaa kubakishwa katika huo mji, lakini amtukuza Jehova. Maana katika huo mji kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ni Lutu, ambao aliona ya kwamba anastahili mbele za Jehova, na alipokuwa amewakaribisha, ikawa ni wakati
wa usiku, na walipokuwa wamewakaribisha wanaume huo mji, wakafika wakijua ya kwamba kuna kitu kigeni ambacho kimeingia katika mji wetu, yani kuna mbegu mpya ambayo imeingia katika mji wetu. Na hao wanaume wakafika wote wakijua ya kwamba huu ni wakati wa kujinyakulia. Nimekuja kukuambia ya kwamba in your situation that you are in siku ya leo, kuna kitu ambacho kinakuja kuingilia. Walipokuwa wameamua ya kwamba kuna kitu ambacho kimeingilia, kuna kitu ambacho kinaingilia ili wakajisaidie nacho, hawakuwa wakijua ya kwamba ilikuwa ni mipango ya wanadamu. Lakini Ruth mtumishi wa Jehova aliposikia wanaume huo mji, akijua jinsi walivyokuwa, akijua jinsi maovu ambao walikuwa wamepanga juu ya watu wa Jehova, akajua ya kwamba heri ni wapeane wasichana wangu wakaweza kutumiwa, maana alikuwa na ile roho mzuri kwa huduma ya Jehova, na akaamua ya kwamba atapeana wasichana wake. Lakini huduma yangu, yani mahubiri yangu hayako mahali hapo. Alipokuwa ameamua ya kwamba atapeana wasichana wake, hao malaika wa Jehova wakaona ya kwamba huyu mtumishi wa Jehova ametuzuia tusiweza kuangamizwa. Na walipokuwa wamejitolea hivyo, Roho wa Jehova yani kupitia malaika wake akaamua ya kwamba wamemvuta huyu mtu wa Jehova, na wakamwambia ya kwamba tutakufanya mabaya zaidi ya yale ambayo tungefanya hao wanaume ulio na huko ndani. Yani walisema ya kwamba yani walikuwa wamepanga mabaya hata zaidi ambayo walikuwa wapangie watu wa Jehova. Hawakuwa wakijua ya kwamba ulikuwa ni wakati wa kuongea, hawakuwa wakijua ya kwamba ulikuwa ni wakati wa kunena. Lakini ikafika ni wakati ambapo walipokuwa wameongea, malaika wa Jehova akashuka. Wakati huo hao wanaume ambao walikuwa ndani ya nyumba walikuwa na nguvu zaidi ya nguvu zingine, walikuwa na uwezo juu ya uwezo mwingine, yani walikuwa na uwezo ambao haukuwa ni uwezo wa mwanadamu. Wakaamua ya kwamba ni wakati ambapo lazima ukaokoa mtu wa Jehova, maana amefanya haya, maana anapenda Mungu wake. Alipenda hayo yote ambayo alikuwa ameamua, hata kupenda wasichana wake wapendwa, hata kupenda watoto wake wapendwa, kwa ajili ya huduma, ni kwa ajili ya mwili wa Kristo. Na akaamua ya kwamba lazima tuokoe mtu wa Jehova. Bwana atukuzwe. Nimekuja kukwambia ya kwamba katika hali ambayo uko siku ya leo, kuna jambo ambalo nakuja kufanyika ambalo hautaliamini. Walikuwa wameamua ya kwamba tunafanya huyu mtu wa Jehova hata zaidi, mabaya zaidi kuliko ambayo tungefanya hawa malaika. Walikuwa wakijua ya kwamba hawa ni wanaume wa kawaida, walikuwa wakijua ya kwamba hawa ni mashoga kama wengine, hawakujua ya kwamba hawa ni watu ambao Jehova amewatuma akiwa na kusudio. Nimekuja kuambia mpendwa ya kwamba hali ambayo inakumba siku ya leo lazima Jehova shughulikia. Nimekuja kukwambia ya kwamba wametangaza jambo katika maisha yako, lakini siku ya leo acha nikwambie kuna jambo ambalo Jehova ameliandaa ili kukukomboa siku ya leo. Haijalishi mpendo katika hali gani, nimekuja kukwambia ya kwamba walipokuwa wameamua kuangamiza Rutu, hata wakamwambia ya kwamba utakufanya mabaya zaidi hata ambayo tungefanya hawa watu ambao uko nao huko ndani. Walikuwa wameamua na walikuwa na kusudio hilo, lakini hawakujua ya kwamba lazima Jehova anakusudia kufanya jambo ambalo hawataliamini. Bwana tukuzwe. Wakaamua kufunga mlango nje ili wavamie Rutu, wakaamua kumwangamiza, wakaamua ya kwamba ni wakati ambapo lazima tufanye jambo. Lakini mtukuza Jehova kupitia Roho wa Jehova, hao malaika akiwa ndani ya nyumba wakaweza kuweka mkono nje na wakamsha mtumishi wake ndani ili wakaweza kuwa kumkomboa. Nimekuja kukwambia ya kwamba kuna mahali uko hapo nje, mahali ambapo umewekwa na hali yako, Jehova anashughulikia. Nimekuja kukwambia ya kwamba walikuwa wameamua ya kwamba huu ni wakati wa kuangamiza, huu ni wakati wa kumaliza Rutu, huu ni wakati wa kumaliza wanaume, huu ni wakati wa kupita katika chochote kile ambacho ilikuwa katika mji wa Rutu. Hata nashukuru tu Jehova, maana walikuwa na majigambo, yani walikuwa wakiangalia Rutu wakaona mtu tu wa kawaida, walikuwa wameangalia mtu wa Jehova wakaona kitu wa kawaida. Lakini mtukuza tu Jehova, maana katika mawazo wa wanadamu watu wa Jehova sio kitu. Lakini siku ya leo kati hizo Jehova aliwadhihirishia kwamba Jehova na kusudio juu ya kanisa lake, Jehova na kusudio juu ya watu wake. Walipokuwa wameamua kuangamiza Rutu, akachukuliwa na akawekwa ndani, na ikakuwa ni wakati ambapo mpira umegeukanwa. Bwana tukuzwe. Yani ile dakika 45 za kwanza zikawa zimeisha, nyakati zao za kujigamba, nyakati zao za kulinga, nyakati zao za kujipiga kifua zikawa zimegeukana, maana makusudio ya Jehova ni kukutenda yaliyo makubwa. Haijalishi 45 za kwanza ulikuwa katika shida zipi, haijalishi ya kwamba zile nyakati za kwanza, ile kipindi ya kwanza, haijalishi upite katika magumu magani, lakini jambo ni kwamba kipindi kinachofika lazima utakombolewa. Mtu akawa amewekwa ndani na ukombozi wake umefika. Hali aliyokuwa amempangia, mambo aliyokuwa amempangia yakawa yamegeuka. Nimekuja kukwambia ya kwamba walikupangia, wakuwa wamekusudia, lakini
lakini hawakujua ya kwamba kuna malaika Jehova ameandaa kwa ajili ya maisha yako. Hawakujua ya kwamba wamepanga ya kwamba utaangamia, lakini Roho wa Jehova alikuwa kwenye kazi. Haijalishi mpendwa walipanga nini, lakini jambo ni kwanza ya kwamba ni kipindi ya kwanza na kipindi ya pili inakuja kuingilia. Walipokuwa wamemweka ndani, ikakuwa ni wakati wa wanaume ya kwamba walikuwa wakubwa. Naangalia tu kio wanaume wakiwa watu ambao wamejisikia, watu ambao walikuwa wamechora matatu, yani watu ambao kwa kweli walikuwa wakijiona kama ni wanaume. Lakini mshukuru tu Jehova, katika wanaume wao, ukubwa wa mili yao, wakapigwa na upofu. Nimekuja kukwambia ya kwamba una upofu ambao unaingilia katika hali ya maadui zako. Nimekuja kukwambia ya kwamba hao maadui zako wamejigamba sana, wameongea jinsi watakavyokuangamiza, na hapo mwanzo walikwambia ya kwamba waliamangamiza wazazi wako. Halo, walisema ya kwamba mwanzo watakufanya mabaya kuliko ambavyo wangefanya hawa wengine. Yani walikwambia ya kwamba wewe haukusoma, hata watoto wako hawatasoma. Yani naangalia tu wakiongea hivyo, yani wanakuambia ya kwamba biashara ya kwanza waliangamiza, na tabii biashara ya pili lazima ataiangamiza. Nimekuja kukwambia ya kwamba hayo ni maneno yao, maana hiyo ni kipindi ya kwanza, lakini katika kipindi ya pili Roho Jehova anashughulika. Aliingia katika maisha ya Rutu, walipokuwa wamemweka nje wamwangamize, akajua ya kwamba mtu wangu hataibishwa, mtu wangu hatawekwa chini, haijalishi wamekupangia nini. Nimekuja kukwambia ya kwamba there is God in heaven anayekupangia mazuri. Haijalishi siku ya leo mpendwa unapita katika hali gani, huenda siku ya leo mpendwa inakuhubiria, siku ya leo inakuhudumia kupitia mtandao, ukiwa katika nyumba yako hata una chakula, inakuhudumia siku ya leo mpendwa, kazi yako inaenda kuanguka, huenda katika nyumba yako ulifutwa kazi, huenda mahali ambapo uko siku ya leo laana imekupata. Nimekuja kukwambia kwamba kuna Mungu juu mbinguni anayekushughulikia. Hali niyo na usilanjeke siku ya leo, hiyo ni hali tu kidogo, maana Roho wa Jehova amekushughulikia katika hali hiyo. Siku ya leo malaika wa Jehova ametumwa ili wakushughulikie. Rutu alikuwa angamizwe, maana alikuwa mwanadamu. Rutu alikuwa ishe nyakati hizo, lakini maana alikuwa na Mungu mkubwa, maana alikuwa na uwezo wa Roho wa Jehova, maana alikuwa ametumaniwa na Mungu, hakuangamizwa. Walitangaza biashara yako haitaendelea. Wacha nikwambie mpendwa, waliotangaza biashara yako inaisha, yao lazima wataizika. Yani yao haitaamuka, yao itaisha na ishe kabisa. Walitangaza watu wako hawatasoma, lakini wacha nikwambie, haijalishi hawajasoma, lakini wacha nikwambie, haya ilikuwa ni maneno ya wanadamu. Mahali ambapo walisema hautasoma, mahali ambapo walitangaza hautafika, lazima utafikishwa, maana Jehova amekutumania. Walitangaza unakuja kuisha zaidi ambavyo wazazi wako walivyoisha. Walitangaza ya kwamba hauna nafasi ya kuendelea. Wacha nikwambie mtu wa Mungu, unaenda mahali, unaenda mbali. Wanda ulikuwa ni mchungaji, hali yako ilikuwa iliangamizwa. Wacha nikwambie kwamba katika msukosuko kwa ndani yake there is God anayekutumania ili akukomboe. Haijalishi siku ya leo mpendwa hali yako ni ipi, haijalishi mpendwa ipo chako cha uibaji ulikuwa unaimbia Jehova, lakini siku ya leo unaimba uko kwenye mtaro. Wacha nikwambie mpendwa, ni wakati wa kuinuka, maana Jehova anakushughulikia katika hali hiyo. Siku ya leo hiyo sio hali yako. Wacha nikwambie tu mpendwa, hali uliowekwa na hawa watu waliokuweka wakatangaza na kuja kuangamiza, mpendwa, wacha nikwambie hiyo sio hali yako. Huenda katika kaunti za Kenya unaniangalia, sio tu mchi wa Embu tu, kaunti zote za Kenya, mahali hapo unaniangalia, mahali hapo unapoangalia huu ujumbe wetu, mahali ambapo utakapokuangalia kupitia YouTube, wacha nikwambie mpendwa, Roho Jehova anakushughulikia. Hali yako ni mbaya tu sana mpendwa, hata ukiangalia mbele hauoni mbele, ukiangalia nyuma hauoni nyuma, maana mahali ambapo umewekwa ni mahali ambapo huwezi amini. Wacha nikwambie mpendwa, Roho Jehova amekutumania, ni malaika wa Jehova wako kwenye kazi wakikushughulikia. Hali ambayo uko siku ya leo, yani biashara yako iko kwenye magoti, wacha nikwambie inakuja kuinua kiwango ambacho hautaamini. Lazima tenda ambazo umetafuta miaka mingi unazipata, maana kwa Jehova anayekushughulikia. Hali yako mpendwa iliyokuweka chini lazima inashughulikiwa. Wacha nikwambie mpendwa, hao maadui aliyokuweka chini, hao maadui aliyotangaza kama unaisha, wacha nikwambie upafu wa kiroho unawapiga, upafu wa kimawazo unawapiga, maana Roho wa Jehova anawashughulikia. Biashara zao zinaingia katika upofu, maisha yao yanaingia katika upofu, maana Jehova anashughulikia. In the situation they are in today, wenda ni hali ambayo ni kwa hiyo sana, wanaishi vizuri zaidi. Lakini wacha nikwambie mpendwa, hiyo hali wanaoishi siku ya leo ni hali ya muda kidogo tu. Wanasherekea ukikuangamiza, wanasherekea uzo kwa kuwa machokora. Wacha nikwambie mpendwa, hawa watoto ni machokora, lakini kesho yao ya hawa watoto
kesho hawa watoto ni kuu zaidi. Watoto wako hawajasoma ni kweli, lakini wacha nikwambie, mahali ambapo wanahitajika masomo, malaika wa Jehova anaingia na certificate na wataingia mahali ambapo hautaamini. Wacha nikwambie mpendwa, hali ambayo walikuweka hiyo siku walikuweka, hali ambayo ni katika maisha yako, hiyo ni hali ya muda, lazima utaondoka. Yani Rutu alikuwa ameamua atamwangamiza. Hawakujua ya kwamba huyu ni mtu wa Jehova. Hawakujua ya kwamba hali aliyomweka ndani yake ni hali ambayo ilikuwa ni kumtukuza Jehova, maana ulikuwa ni mwanzo wao wa kuisha. Ulikuwa ni mwanzo hawa wanaume wa kuisha, maana walipigwa na upofu, walitafuta mlango wakaukosa, wakatafuta Rutu wakamkosa, maana ulikuwa ni wakati wao kuangamia. Wacha nikwambie mpendwa, watatafuta biashara yako ikose, watatafuta ndoa yako ikose, watatafuta mume wako wamkose, maana kuna Mungu juu mbinguni. Una mtu siku ya leo naye mnenea. Bwana atukuzwe. Na kuzungumzia wewe mwanadada, huenda siku ya leo mpendwa umeishi katika hali ngumu, yani umejaribu kutafuta kuingia katika ndoa. Kuna mtu aliongea mahali akasema ya kwamba huu ni wakati wako wa kuisha. Wacha nikwambie mpendwa, waliokuwa wamenena kwamba huingii katika ndoa, wacha nikwambie wanakuja kuaibika. Wakatangaza ndoa yako haitasimama, wacha nikwambie mpendwa, lazima itasimama, wakuja washangae. Lazima unaenda mahali wakuja washangae. Yani walichokiongea Jehova anaongea utofauti. Waliongea wewe ni tasa, maana walikuwa ni wanadamu. Hawakujua ya kwamba Jehova alikusudia kutenda ambayo alitenda Hana. Yani walisema ya kwamba hutapata mtoto, hata wakaenda kwa waganga wako, wakaenda kwa wachai wako. Lakini siku ya leo acha nikwambie, hao waganga wako, hao wachai wako waliotangaza mwisho wako wanakuja kuaibishwa. Haijalishi wao ni kina nani. We have God. Tuna Mungu ambaye ana uwezo, tuna Mungu aliye na mamlaka, tuna Mungu ambaye ana nguvu zote, na lazima ataongea katika hali yako. Haijalishi mpendwa uko katika hali gani. Bwana atukuzwe. Kwenye kitabu cha Yohana 11, Bwana atukuzwe, wakati ambapo Yesu atakapoinuliwa, wakati Yesu atakapoinuliwa, mtawala wa dunia atakuja kuhukumiwa. Haijalishi nani anayetawala katika maisha yako. Wakati Yesu atakapoinuliwa katika maisha yako, wakati Yesu atakapokuwa ameinuliwa, Bwana atukuzwe. Ilikuwa ni wakati Yesu alipokuwa akienda kusulubiwa, akaambiwa ya kwamba imefika wakati ambapo yeye akainuliwe, na mtawala wa dunia ambaye matawala hali yako, ametawala maisha yako, atakuja kuaibishwa. Haijalishi nani ambaye amenena katika hali yako, haijalishi mpendwa nani amekuwa katika maisha yako. Wacha nikwambie mpendwa, Jehova anakuja kuongea. Hali hiyo ambayo imeongea katika maisha yako inakuja kuhukumiwa. Huenda imekuhukumu miaka mingi, huenda ilikuhukumu ulipozaliwa, maana walitoa madhabahu yako. Wacha nikwambie, mwana wa Mungu anaongea siku ya leo. Mwana wa Mungu anaongea siku ya leo, na anachoongea ni ukombozi wako, anachokiongea ni kukombolewa kwako, maana yeye kama mwanadamu. Waliongea kwamba unaisha, lakini siku ya leo mpendwa, Jehova anakushughulikia. Jehova anakushughulikia, hali yako anaishughulikia, na inaifanya jambo ambalo hautakuja kuliamini. Bwana atukuzwe. Mtumishi wa Mungu ambaye ni Daudi, ikafika wakati mmoja alipokuwa amepita katika mazito makubwa, akatangaza ya kwamba, Bwana atukuzwe, alikuwa amepita katika mazito makubwa. Kwenye kitabu cha Zaburi 18, ilikuwa ni katika utelezi mkubwa, ilikuwa ni katika uchungu mkubwa, lakini kwenye mstari wake wa 29 akatangaza na akasema ya kwamba licha ya kwamba watakuwa wamenisukuma, licha ya kwamba watakuwa wamenipiga sana, lakini ikiwa na nguvu za Jehova nitafuatilia jeshi lao. Nimekuja kukuambia ya kwamba kuna jeshi nimekufuatilia miaka mingi, kuna jeshi ambalo limekusukuma sana. Wacha nikwambie mpendwa, hilo jeshi Jehova analishughulikia. Hilo jeshi la waganga na waganguzi, hilo jeshi wafuga majini, haijalishi ni nani huyo. Huenda ni mama wa kambo, yani huenda ni mtu ambaye hakupendi hata kidogo. Wacha nikwambie, Jehova anamshughulikia. Daudi alikuwa na maono, maana alikuwa ameshughulikiwa. Neno asili naenda kusema ya kwamba utaruka ukuta ambao umekuwa umewekewa, yani umekuwa ni ukuta wa mashida, umekuwa ni ukuta wa kuvinyiliwa. Wacha nikwambie mpendwa, Jehova anashughulikia. Miaka mingi imekuwa hauna kasi, na ulisoma uko na madigiri yako. Wacha nikwambie mpendwa, kuna Jehova anakushughulikia katika hii msukosuko, katika wakati wa COVID-19, yani wakati tu mgumu sana, lakini Jehova anakuinua akufanye kitu.
Huenda hali yako ni ngumu sana, hali ambayo hujapata kazi kwa miaka mingi. Wacha nikwambie, kazi yako inashughulikiwa na Jehova. Yani mlango umefunguka miaka mingi, mlango umefungwa miaka mingi. Wacha nikwambie mpendwa, lazima milango inafunguka kwa utukufu wa jina la Jehova. Wacha ukashughulikiwa wakati huu. Huenda wakati ni mgumu sana, lakini giza yako inakuja kuondoka. Hali yako ya miaka mingi, hali ya uzito wa miaka mingi inakuja kuondoka, maana kuna Jehova anayekushughulikia. Hali yako imekuwa ni mateso sana, hali yako imekuwa ni mashida sana. Katika biashara yako hapo mahali ambapo umelala kwenye nguo zako, hakuna mtu amenunua, lakini kwa uwezo wa Roho wa Jehova, wacha nisungumzie hiyo hali yako. Jehova anashughulikia. Wateja wanakutafuta na unakuja kushughulikiwa. Kwa washirika wetu mahali ambapo mko, kajipeni nguvu, maana Jehova anashughulikia. Jehova anashughulikia hali zenyu. Hajalishi ni hali gani uko siku ya leo. Na tukuza tu Jehova, maana wakati wa mtumishi wake Isakari, wakati wa kiangazi kama hii, yeye alilima. Katika wakati wa kiangazi kama hii ya COVID-19, alilima na kavuna 100 kwa 100. Wacha nikwambie mpendwa, hii kiangazi tulio ndani yake siku ya leo, Jehova anashughulikia. Huko katika ugonjwa ambao hauwezi kuponwa, lakini wacha nikwambie, hautapona kwa ajili ya madawa, hautapona kwa sababu kuna daktari mzuri. Unapona maana Jehova anakushughulikia. Malaika wake wanakushughulikia. Amekutumia jeshi ambalo linakushughulikia. Wacha nikwambie mpendwa, hali ambayo imekusumbua miaka mingi inashughulikiwa siku ya leo, maana Jehova anakusudia mazuri katika maisha yako. Wacha nikwambie mpendwa, hali yako imeshughulikiwa. Ulipofungiwa umeshughulikiwa, maana malaika wa Jehova wako kwenye kazi. Wacha nikwambie, hautaibika. Walipanga kukuaibisha, lakini wewe hautaibika. Aliamoe gai wahole gale mati utili magashonoka. Mpendwa, wacha nikwambie, hautaibika. Hawezi aibika. Wewe uko na Mungu mkubwa, hawezi aibika. Hautaibika mpendwa. Wanapopanga kukuaibisha, wao wataibishwa, maana wewe ni wa Mungu mkubwa. Wacha nikuzungumzie wewe uliye chini. Jehova anakuja kukuinua, maana yeye si kama wanadamu. Mpendwa, Jehova anakushughulikia hali yako. Katika uzito wako anakuja kukuzungumzia. Lakini wacha nisungumzie mtu siku ya leo. Maana Rutu alipokuwa amekombolewa, watu wakapigwa na upofu wakaondoka. Malaika wa Jehova akamwambia kwamba huu ni wakati wa kuondoka, ukaenda pale mlimani, mahali ambapo ni mbali sana, ukajifiche. Lakini mtu wa Jehova akajua ya kwamba mimi sitaenda milimani, maana milimani ni mbali. Mimi sitaenda milimani, maana ni huko ni mbali. Akasema ya kwamba, akaambia watu wa Jehova, wacha tu nikaende mahali hapo kunaitwa Soari, nikamji kandogo tu sana, wacha nikafike huko. Wacha nikwambie mpendwa, huenda siku ya leo unapigwa vita, maana umeenda milimani. Umepigwa vita, maana umetegemea wanadamu. Unapita katika uchungu siku ya leo, maana umetafuta hali ambayo ni kubwa sana. Umekataa kutafuta Jehova. Rutu alitangaza ya kwamba mimi sitaenda milimani, nitaenda Soari, mji mdogo, na nitakombolewa. Wacha nikwambie mpendwa, huenda siku ya leo mpendwa, unapigwa vita, maana umekataa Jehova. Umepigwa vita, maana umekataa kushikia na Jehova. Wacha nikwambie, wacha kwenda milimani, wacha kwenda katika miji mkubwa, wacha kwenda katika mlima mkubwa, maana ndakapoenda katika mlima mkubwa utaibika. Kimbilia Soari, kuna ukombozi wako. Kimbilia kwa damu ya Yesu, kuna ukombozi wako. Kimbilia kwa damu ya Yesu, utakombolewa mpendwa. Na tukuza tu Jehova, maana Rutu alipoenda Soari alikombolewa. Rutu mke wake hakukombolewa, maana aliangalia nyuma. Mpendwa, kimbilia Soari kwa damu ya Yesu. Kimbilia Soari kwa damu ya Yesu. Huenda kando taifa letu la Kenya, wakati ni muhimu sana. Wacha tusiende milimani, maana milimani wa China wamejaribu, wameshindwa. Bwana tukuzwe. Amerika wamejaribu, wameshindwa. Wacha tukimbilie kwake Yesu na ukombozi utapatikana. Huu ni wakati ambapo lazima tuende kwa mji ambao ni mdogo sana, maana watu wengi wachukua Jehova, tuachukua neno la Jehova kwa kitu kidogo sana. Lakini siku ya leo mpendwa, hiyo neno ambao ni ndogo sana lina ukombozi wako. Hiyo neno ambao ni ndogo sana mpendwa, liko na ukombozi wako, hata na familia yako. Mashida zako zote zinafika mwisho siku ya leo. Unapoenda pale Soari na utakombolewa. Hali yako lazima itashughulikiwa pale katika Soari, maana mwana wa Mungu anashughulika katika hali yako. Nimekuja kuongelesha mtu ambaye hauna wokovu ndani yako. Hali yako ni kusumbuliwa na magonjwa, hali yako ni kusumbuliwa na kifamilia, maana hauna mwana Mungu ndani yako. Maana akiwa ndani yako anakushughulikia. Mpendwa, mahali uko, wacha tu nikuombe. Huenda hujajua na mwana wa Mungu, wacha nikwambie, huu ni wakati tu mzuri mpendwa, ukajua na mwana wa Mungu. Ni wakati muhimu sana, na mahali utakapopotea upate ushindi ni kwa damu ya Yesu. Mahali utakapokimbia upate ukombozi wako ni kwa damu ya Yesu. Bwana atukuzwe. Kwenye kitabu cha Zaburi ya kwamba misingi ya dunia itakapotingizika, mwenye haki atakuwa wapi?
na tukuza Jehova. Mwenye haki ni ambaye anaamini mwana wa Mungu. Mwenye haki ni ambaye ameokolewa. Mwenye haki ni ambaye anatumainia Jehova. Anayetumainia mwanadamu, yeye amelaaniwa. Ewe mpendo uliokoka, wewe utakuwa umestilika, utakuwa umesimama tisti, wengine wakianguka katika nyakati hizi ngumu. Watatingizika waanguke, watatingizika wakope, watatingizika biashara zao ziishe. Lakini wewe uliye mwenye haki, unayeaminia Jehova, hautatingizika, maana umefichwa na damu ya Yesu. Wacha siku leo mpendwa, nikuongeleshe tu. Huenda unaniangalia, unapita tu kwenye mtandao, unaangalia tu ukaona mchungaji, ukaona Goodluck Stefano hapo. Umeingia tu hapo. Wacha tu nikuzungumzia, haujaokoka. Kubali tu siku ya leo kupokea wokovu, ili ukafichwe ndani ya wokovu. Maana waliofichwa ndani ya wokovu hawezi tingizwa. Na wanapotingizwa, kabla mimi nitingizwe, watingize Yesu kwanza. Maana mimi nimefichwa ndani ya Yesu. Wewe utakapookoka, utakuwa umefichwa ndani ya Yesu. Hawezi kutingiza. Kubali tu kuokoka siku ya leo. Uko chini. Hata kwenda katika hii hali mpendwa, ulikuwa umeanguka. Wacha nikwambie mpendwa, sasa amka. Maana tunaenda mahali. Sasa amka mpendwa. Maana tunaenda mahali kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Wacha tu mpendwa nikuombee. Wacha tu nikupeleka tu mbele za Jehova kupitia tu maombi ambaye haujaokoka. Maana kanisa tu, maana tukuzwe. Mambo mengi yatatingizika, lakini neno la Jehova haliwezi tingizika mpendwa. Kubali tu kupokea Jehova na utakombolewa. Wacha tu uombe tu nyuma yangu. Uombe tu nyuma yangu na upokee wokovu. Na utakapokuwa umeokoka mpendwa, tafuta kanisa ambalo linalohudumu Yesu, linalohubiri Yesu. Wacha makanisa ya sarakasi mpendwa. Maana Yesu ndiye anaokoa, si wanadamu. Yesu ndiye anaokoa. Rudia haya nyuma yangu. Bwana Yesu, naja mbele zako mwenye dhambi. Unisamehe dhambi zangu. Nimebeba mizigo yangu miaka mingi. Jehova nisaidie kubeba. Mwana wa Mungu nisaidie kubeba. Naja mbele zako mwenye dhambi, nisamehe. Nimekuja nikitubu dhambi zangu. Nimekuwa muovu. Nioshe na damu ya dhamana, nikaokoke. Niokoe siku ya leo, maana wewe ni mwenye uwezo. Niokoe siku ya leo, maana unaweza. Niokoe siku ya leo, maana unaweza. Nikomboe siku ya leo, nioshe siku ya leo, na ukanipe kibali mbele zako, na ukanipe jina mpya zaidi ya majina mengine. Niokoe siku ya leo, maana unaweza. Umeokoka siku ya leo, enda katika kanisa ambalo linahubiri Yesu. Wacha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako siku na adhuhuri ya leo mfalme. Ninakusihi kwa ajili ya huyu mtu mfalme wa wafalme ambaye amepokea wokovu siku ya leo Jehova. Ewe Bwana wa mabwana, Mungu wa Israeli, kamshughulikie tu alipo Bwana wa mabwana. Kamuonekanie Bwana wa mabwana. Ameishi katika matope miaka mingi, ameishi makaburini miaka mingi, uovu wa kila aina ameishi Jehova. Amekuwa ni muuaji, amekuwa ni mlevi. Jehova msamehe siku ya leo. Amekuwa mtu ambaye wa kupiganisha watu. Mwokoe siku ya leo mfalme. Amekuwa ni mtu ambaye hakupendezi kwa njia zake mfalme. Ninakusihi kwa njia kipekee mfalme, ukamshughulikie mfalme, maana hakuna kama wewe mfalme. Ninakusihi Bwana wa mabwana, mshughulikie mfalme wa wafalme, maana hakuna kama mfalme wa wafalme. Nakusihi siku ya leo Bwana wa mabwana, kwa ajili ya mtu aliye chini siku ya leo mfalme wa wafalme. Anakujua na kwa mfalme wa wafalme, lakini biashara yake Bwana wa mabwana ilipigwa na maadui kae kwa chini mfalme. Ninakusihi Bwana wa mabwana, Mungu wa Israeli, ukaishughulikie Jehova kwa utukufu wa jina lako mfalme. Hiyo katika hiyo biashara siku ya leo mfalme wa wafalme ikaa kuinuka kwa utukufu wa jina lako mfalme. Wewe mtu nayengoja siku ya leo mfalme wa wafalme, huu ni yatima, ni mjane mfalme wa wafalme. Maisha yamekuwa ni mazito, yamekuwa ni magumu mfalme. Nakusihi ukaingilie Jehova na kutukuza mfalme wa wafalme. Ewe Bwana Bwana Mungu wa Israeli, ingilia mfalme, maana hakuna kama wewe Jehova. Amesukuma na hali yake Bwana mabwana, amewekwa chini mfalme wa wafalme. Ninakusihi tu Jehova ikaingilia mfalme na ukamuinue na kumpeleka mbali mfalme kwa utukufu wa jina lako mfalme wa wafalme. Nakusihi Bwana wa mabwana, ukamuinue kongo kingine mfalme. Amekuwa chini Bwana wa mabwana, ukamuinue ukamwelekeza mfalme, maana hakuna kama wewe mfalme. Ninakusihi Bwana wa mabwana, ninakusihi tu Adonai, wacha ukaonekane Jehova, maana hakuna kama wewe mfalme. Nakusihi ukaingilie Jehova kwa ajili ya washirika wetu mfalme, popote walipo mfalme, washughulikie Bwana wa mabwana. Nimekataa kukosa kwa Jehova, nimekataa kuishiwa kwa mfalme. Wacha ukaingilie Jehova na ukaonekanie mfalme wa wafalme kwa jamii zote mfalme wa wafalme, na zinapigana Jehova, na matu kaingilie Jehova na ukajitukuze mfalme. Wacha kila magombano mfalme katika ndoa Jehova ikafike mwisho mfalme, na ukajitukuze mfalme. Baba yangu tu kaingilie Jehova na ukatenda makubwa mfalme wa wafalme. Na kusihi tu
Adonai, kwa ajili ya mchungaji aliye chini Jehova, wenda hajijui mfalme wa falme, alifungwa na akavungika mfalme. Ninakusihi Bwana wa mabwana, ukamwinue tu Jehova, maana hakuna kama wewe Jehova. Alikuwa na kipawa cha kuhubiri Jehova, alikuwa na kipawa cha kuomba mfalme, ikafungwa Bwana wa mabwana. Ninakusihi Jehova, wacha ukaingilia mfalme na ukajitukuze mfalme. Bwana wa mabwana, wacha ukashughulike mfalme, maana hakuna kama wewe Jehova. Shughulika mfalme wa falme, shughulika Bwana wa mabwana, maana hakuna kama wewe Jehova. Onekania huyu mtu Jehova, mwinue kongo kingine Jehova, maana hakuna kama wewe Jehova. Natangaza baraka zako Jehova juu ya wachungaji wote maifadha walio chini ya mafuta mfalme ya mchungaji Stefano Jehova, popote walipo mfalme wa falme, washughulikie baba yangu, makanisa yao Jehova, yashughulikie Bwana mabwana. Ninakusihi tu Jehova, wacha ukaonekane Jehova, ukainue kiwango kingine Jehova, maana hakuna kama ya Jehova. Misingi yatingizika Jehova, lakini sisi watoto wako Jehova hautatingizika mfalme, maana tuko chini yako mfalme, na kuheshimu tu Jehova na kuabudu mfalme wa falme. Lakini Bwana mabwana, hakuna kama ya Jehova. Shughulika mfalme wa falme, maana hakuna kama ya Jehova, na kutukuza Jehova na pia na kuabudu mfalme wa falme. Natangaza damu yako Jehova yenye uwezo mfalme na yenye mamlaka mfalme, ukatukuke Jehova na ukaheshimike mfalme wa falme. Pokea heshima Jehova, pokea utukufu mfalme wa falme, na kuabudu Jehova na kuenzi mfalme wa falme, maana hakuna kama ya Jehova. Uheshimike na uabudu mfalme, na ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu na kushukuru. Mungu awabariki na watende makubwa, na ukazidi kuomba zaidi, maana wakati mgumu, lakini Jehova hajakuacha. Ingia katika maombi mpendwa, usichoke kuomba, maana huu ni wakati wa ukombozi, huu ni wakati wa kuinuliwa, huu ni wakati wa kufanywa lishafu kihuduma. Mpendwa, usiachwe. Ni wakati ambapo makanisa yamefungwa, lakini wakati wa kuinuliwa kwa ambao wanapenda Jehova. Uinuliwe zaidi na uende mbali, maana Jehova nakupenda. Shalom, shalom, shalom. Barikiwa sana.